Mama Samia. Asante sana. Ndugu mjumbe wa NEC, kiongozi wetu, ndugu yangu Musa Mwakitinya, naibu katibu mkuu wa jumuiya yetu ya vijana Tanzania, mjumbe wa kamati ya utekelezaji taifa kwa nafasi yako, lakini mjumbe wa NEC kwa nafasi yako, karibu sana ndani ya wilaya Hanang', na ninajua unaijua furaha yangu kukuona leo ukiwa umefika Hanang'. Kipekee kabisa mwenyekiti wetu vijana wa mkoa, ndugu yangu Inyasi, hongera kwa kazi kubwa ndani ya mkoa wetu wa Manyara. Naomba nikae. Lakini pia mwenyekiti wetu wa jumuiya ya vijana wilaya Hanang', hongera sana 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 kwa kulifanikisha hili, na viongozi wengine wote ambao wamesababisha vijana hawa wamepata mafunzo. Mheshimiwa mbunge mstaafu wa jimbo letu la Hanang', mama yangu, Mama Nagu Simba Jike, na sasa binti yako Simba Jike mtoto nipo. Nimefurahi sana sana kukuona. Viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake ngazi ya mkoa, kamisa wetu, mkuu wetu wa wilaya Hanang', viongozi wote kwa ngazi zote mliokuja hapa, kwa sababu ya muda ninaheshimu wote nafasi zenu, lakini shukurani za kipekee kwa namna vijana wa bodaboda na vijana wengine wote ambao mmempokea mgeni wetu, na naomba mjipigie makofi ya kutosha. Ndugu mgeni rasmi, mkuu wetu wa wilaya amesema, Mheshimiwa mbunge wa jimbo kaka yangu Injinia Samuel Hayuma amesema, na katika yale aliyosema, kwa sababu kwenye vikao hivyo na mimi nahusika, kazi yangu kubwa ni moja, kwenda kuhakikisha tunasimamia na kuendelea kuiomba serikali fedha, na wajibu wetu sisi kama wabunge katika kipindi hiki cha bunge ni kupitisha budget ili miradi yote ambayo bado haijamalizika ije kumaliziwa. Ndugu naibu katibu mkuu, swala la barabara limesema, lakini kimsingi umepokelewa na vijana wa bodaboda. Maisha yao ni barabarani, uhai wao, usalama wao uko barabarani. Barabara yetu tunaitamani mvua kwa sababu sisi ni wakulima na wafugaji. Hatukutamani barabara iharibike, lakini kwa sasa imeharibika. Lazima wote tutie mkazo na msukumo wakati huu tukaenda kupitisha budget, basi kazi ya dharura ifanyike ya kuziba mashimo ili vijana wetu, wananchi wetu waweze kupita kwa usalama. Mimi nitakuwa na mawili ya mwisho, kwa sababu najua mkutano huu ni wa kwako. Jambo langu la kwanza, ndugu NEC, tunashukuru sana kwa kutupokelea na kumwajiri kijana wetu anayetoka Hanang'. Asanteni sana viongozi wetu. Lakini tumekuwepo kwa siku kadhaa, na wakufunzi kutoka Iringa, Ihemi wamekuwepo hapa. Vijana hawa wa Hanang' wamepikwa, wameiva, na ndio maana hata kipindi cha mafuriko walifanya kazi kubwa ya kuokoa watu. Tuendelee kuomba nafasi mbalimbali zinapotoka za ajira, utendaji wa vijiji, utendaji wa kata, nafasi za jeshi wa vijana wengi wameomba hapa, nafasi za polisi. Mheshimiwa NEC, tunakuomba
majina hayo, na tuweze kusukuma pamoja vijana hao kaajirike, na vijana wa Hana wako tayari kufanya kazi popote. Vijana kutoka Hana wako viongozi mbalimbali, wengine wameshapata nafasi za chama, lakini wana taaluma za elimu, udaktari, wana nafasi na wako tayari kuajirika popote ndani ya nchi yetu. Kwa tukombe tusukume pamoja, nafasi zinapotokea wana Hana wako tayari kutumika ndani ya taifa letu. Ndugu Mnek na naibu katibu mkuu wetu wa vijana, umepokelewa na kundi kubwa la vijana wa usafirishaji. Ombi letu, Daktari Samia Suluhu Hassan alisikia kilio chetu wa bunge kuhusiana na faini zinazotozwa barabarani juu ya bodaboda. Faini hizo zikashushwa. Sasa na hapa tunaomba watu wa TFS wapunguze kukamata vijana wa bodaboda. Vijana wa bodaboda waje kwenda kukata mkaa. Vijana wa bodaboda wao kazi yao ni kupokea abiria. Wakiletewa kiroba cha mkaa pale stendi wakapokea kupeleka nyumbani, wao sio wenye kosa. TFS wajiongeze wafanye kazi ya kwenda porini na kushughulika na hao wanaofanya huko, lakini sio kazi ya kukamata bodaboda. Vijana we! Vijana we! Vijana we! Dr. Samia we! Dr. Samia we! Mama Samia! Mama Samia! Ndugu Mneki, tuna kila sababu ya kumshukuru na kutufikishia salamu zetu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameendeleza miundombinu ya elimu, lakini hajaacha kutuletea katika wilaya Hana na wilaya zingine za mkoa wa Manyara chuo cha VETA ambacho kitabeba vijana wengi waliokosa fursa mbalimbali za kuendelea na masomo, lakini hata wale ambao waliendelea na masomo na wakapata elimu mbalimbali wanaruhusiwa kutumia vyuo hivi ili waweze kupata ujuzi uweze kuwasaidia katika maisha yao. Tutaendelea kusemea swala la mikopo kwa vijana. Kwa sasa mikopo inatoka, lakini tutaendelea kusemea bungeni kuona fedha zinaongezwa ili vijana wengi wapate mkopo na waendelee kujiajiri kama ambavyo leo mmepokelewa na bodaboda. Sio waizi, sio wahalifu, ni watoto wazuri, ni vijana wazuri wanaendesha familia, wanatusaidia jamii kwa kuleta uchumi na kipato ndani ya wilaya yetu ya Hana. Ndugu naibu, ninafahamu ni siku yako leo. Sisi tuendelee kukwambia kwamba tunakupenda sana. Tunakipenda Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana uchaguzi wa serikali za mitaa, vijana hawa hawakulala. Ilinyesha jua na mvua, walisimama na viongozi wa serikali za vijiji na vitongoji wakapatikana. Vijana hao wanaoona mapokezi hayo ni kwa sababu wanamkubali Dr. Samia Suluhu Hassan na wako tayari kukipigania Chama cha Mapinduzi Oktoba 2025 kwa nafasi zote, udiwani na ubunge na nafasi zingine. Vijana we! Vijana we! Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa nafasi mbalimbali za ajira kwa vijana. Lakini na nyinyi vijana ninawasihi na ninawaambia kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikomboa nchi yetu, uongo kweli? Alikomboa nchi yetu, uongo kweli? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wenzake walikuwa ni vijana au ni wazee? Walikuwa ni vijana au ni wazee? Vijana mnaotoka hapa, nendeni kagombea nafasi mbalimbali ili tuweze kushika nafasi za kuleta maendeleo katika wilaya yetu, katika mkoa wetu na katika taifa letu. Nina furaha kumuona kaka yangu, ndugu yangu, rafiki yangu, mwenyekiti wa jumuiya ya vijana mkoa wa Kilimanjaro, Ivani, na mjumbe wa kamati ya utekelezaji taifa. Naomba nikusumbue bosi, naomba uje kidogo hapa. Na wapiga picha naomba tupate picha hii ya kumbukumbu. Samahani ndugu mlezi. Ashura karibu. Jamani, niseme nisiseme? Sema. Vijana tupendane sana.
nilikuwa katibu umoja wa vijana wa mkoa wa Kilimanjaro. Lakini bosi wangu, mwenyekiti wangu alikuwa ndugu yangu Alfani Moshi, ambaye kwa sasa ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji taifa. Na leo ni bosi wangu. Lakini hapa kunaye katibu wetu bingwa kabisa ambaye anatuunganisha vijana wa mkoa wa Manyara. Yeye alikuwa katibu wangu wa vijana wa wilaya na mimi nilikuwa bosi wake, lakini leo nasema bosi shikamoo, maana nimekuachia bosi. Vijana oye! Sitaki kusema kuhusu mgeni rasmi kwa sababu nitakuwa navunja itifaki, lakini ninajivunia na kushukuru mkono huu wa Asia Alamga, na leo umekuwa bosi na naendelea kukuombea mafanikio zaidi. Kila ninapokuona unapofanya vizuri ni furaha na amani kubwa sana kwangu kwa kuwatengeneza vijana. Jamani, niseme siseme. Tatizo ufupi tu ila mkongwe. Asanteni sana.